Mwanzo sura ya 17. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahim, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyako, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani, kuwa miliki ya milele, nami nitakuwa Mungu wako. Mungu akamwambia Ibrahim, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatailiwa, mtatailiwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mtoto wa siku 8 atatailiwa kwenu, kila mwanamume katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha. Kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako, mzaliwa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako, lazima atailiwe, na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Na mwanamume mwenye govi asiyetailiwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Mungu akamwambia Ibrahim, Sarai mkeo utamuita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. Nami nitambariki, na tena nitakupa mwana kwake. Naam, nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi akacheka, akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Mungu akasema, sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Isaka. Nami nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha, nami nitamuongeza sana sana. Atazaa maseidi 12, nami nitamfanya awe taifa kuu. Bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka, ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Mungu akaacha kusema naye, akapanda kutoka kwa Ibrahim. Ibrahimu akamtoa Ishmaeli mwanawe, na wote waliozaliwa nyumbani mwake, na wote walionunuliwa kwa fedha yake, wanaume wote na watu wa nyumba ya Ibrahim. Akawatahiri nyama za magovi yao siku ile ile kama Mungu alivyomwambia. Na Ibrahimu alikuwa mwenye umri wa miaka 99 alipotahiriwa nyama ya govi lake. Na Ishmaeli mwanawe alikuwa mtu wa miaka 13 alipotahiriwa nyama ya govi lake. Siku ile ile akatahiriwa Ibrahim na Ishmaeli mwanawe na watu wote wa nyumba yake, wazaliwa nyumbani na wanunuliwa kwa fedha katika mkono wa mgeni, wakatahiriwa pamoja naye.